Umewahi sikia habari ya sadaka ya wivu na maombi ya wivu katika Biblia? Ndiyo, katika Biblia takatifu kuna sadaka ya wivu na maombi ya wivu. Na hili ni kwa wanandoa au watu walio katikati ya mahusiano. Biblia inazungumza vizuri kwenye kile kitabu cha Hesabu sura ya 5 ukianzia ule mstari wa 11 na kuendelea. Mungu alimwambia Musa ya kwamba anene na wana wa Israeli, awaambie, ikiwa kuna mtu mwanamume ambaye ana mke wake, akahisi mke wake kama anatoka nje ya ndoa pasipo kupata uthibitisho wowote, lakini ndani ya moyo wake anasikia wivu, anahisi kama mke wake anatoka nje ya ndoa, afanye mambo haya. Biblia inasema kwamba jambo la kwanza ambalo alifanye huyo mtu mume, inabidi amchukue mke wake aende naye mpaka kwa kuhani. Hata kama hakuna shahidi aliyeshuhudia jambo hilo, hakuna shahidi aliyeona jambo hilo, lakini moyo wake unasikia hatia tu kwamba hapana, nahisi kama mwenza wangu ametoka nje ya ndoa, nahisi kama mwenza wangu hayuko sawa na mimi, nahisi kama mwenza wangu amenisaliti. Amchukue mwanamke, kama ni mwanamke, sasa unaweza kufanya vice versa, nitatumia kwa sababu ni ameelezewa mwanamke, aende kwa kuhani. Yani akifika kwa kuhani, Biblia inasema kwenye kitabu cha Hesabu 5 mstari wa 15, anasema kwamba ndipo huyo mwanamume atamchukua mke wake aende naye kwa kuhani, naye ataleta sadaka yake kwa ajili yake na ya sehemu ya 10 ya efa ya unga wa shairi. Asitie mafuta juu yake wala asitie ubani juu yake, maana ni sadaka ya unga ya wivu, ni sadaka ya unga ya ukumbusho, sadaka ya kukumbukia uovu. Mstari wa 16, basi kuhani atamleta mwanamke akaribie, yani atamleta mwanamke akaribie karibu yake, na kuhani atakachokifanya atampeleka mbele za Bwana. Kisha kuhani atatoa maji matakatifu. Kuna maji matakatifu atachukua, atayaweka kwenye chombo cha udongo. Kisha kuhani atatoa katika vumbi, yani atachukua kwenye ile vumbi ya ardhi, atachanganya kwenye yale maji. Na baada ya hapo, akishachanganya kwenye yale maji, ile vumbi ambayo amechukua chini, na akishaweka kwenye yale maji, kisha kuhani atamweka mwanamke mbele za Bwana, naye atazifungua nywele zake, yani nywele za kichwa chake. Baada ya hapo atampa hiyo sadaka ya unga ya ukumbusho ambao ameleta mwanamume. Akishaichukua ile sadaka ya unga ya ukumbusho ya wivu, naye kuhani atakuwa na hayo maji ya uchungu yaletayo laana mkononi mwake. Ni hatari sana. Anasema tena kuhani atamwapisha huyo mwanamke, naye atamwambia mwanamke kwamba hukulala na mtu mume pamoja nawe, tena kwamba hukukengeuka kuandamana na uchafu ingali uko chini ya mumeo. Anasema kwamba maji haya ya uchungu yaletayo laana yasikudhuru, kwamba kama ukufanya mabaya, yani ukwenda kumsaliti mwenza wako, mabaya hayo yasikupate. Lakini kama ulimsaliti mwenza wako, basi yale maji yatageuka kuwa uchungu, yani maji ya baraka yale yatageuka kuwa uchungu, yatalijaza tumbo lako na yatakuletea shida kama umefanya. Maana anakuapisha yule kuhani. Yale maji yatageuka, yataleta laana, yataleta mikosi, yataleta uharibifu na yatakusumbua. Sasa yule mwanamke kama amefanya alafu anasema sijafanya, na sadaka kumbuka ipo ya wivu, kama amesema sijafanya na amefanya, manake baada ya hilo atavimba tumbo na atapata shida kubwa. Yale maji yatageuka kwa uchungu kwake, hayatakuwa matamu tena, yatakuwa laana. Lakini kama hajafanya hivyo, basi yale maji hayawezi kumletea madhara yoyote, hayawezi kumletea shida yoyote. Na Biblia inasema kwamba hiyo ndio ilikuwa sheria ya wivu kwa mwanamke ambaye yuko chini ya mumewe akitoka nje ya ndoa. Na vivyo hivyo kinyume chake ni mwanaume ambaye yuko pamoja na mkewe akitoka nje ya ndoa. Sasa kuna sadaka inaitwa sadaka ya wivu, ambayo sadaka hiyo unaweza ukainenea, ukaisemea. Haya mambo yalikuwa ni kwenye Agano la Kale. Ukiyaleta kwenye Agano Jipya ni hatari sana, yanaweza kuleta shida kwa wakati huu. Lakini kama unasikia wivu, unaona mwenza wako anatoka nje ya ndoa, unaweza ukasemesha sadaka. Ukasema hii sadaka yangu ya wivu kwa ajili ya mwenza wangu. Mungu linakuomba, ukainuia, ukasema chochote, alafu muamini Mungu. Na ukisimamisha mbele ya madhabahu ya Bwana, mbele ya kuhani wa Bwana, ile sadaka inanena, ile sadaka inaishi, ile sadaka inaenda inapiga kelele. Kuna sadaka inaitwa sadaka ya wivu, na kuna maombi yanaitwa maombi ya wivu. Usifanye hivi
kama hauko kwenye ndoa rasmi, na usifanye hivi kama hujasikia amani ndani ya moyo wako, kwa sababu vitu kama hivi vinaweza kukuletea shida kubwa. Ukaweka maneno ambayo yakasumbua, ukaleta maneno ambayo yakakuletea shida mwenyewe. Tuko kwenye safari, tunahitaji kusameheana, tunahitaji kubebana, tunahitaji kuchukuliana, lakini kama unaona mambo yamezidi, unaweza ukasimamisha sadaka yako ya wivu, ukamwambia Mungu ainusuru ndoa yako, anusuru mahusiano yako, anusuru maisha yako, na ukauona mkono wa Bwana Mungu akikutetea na akiondoa kila uharibifu. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Wacha nikuombe. Bwana Mungu, ninaomba kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye amesikia ujumbe huu, amesikia kuguswa, amesikia kuna haja ya kujiunganisha na maombi haya. Mwingine Bwana, kuna mambo anapitia, anasikia wivu, mwenza wake amekuwa hana ukaribu, hana mahusiano mazuri, hana imani nzuri na yeye, hana upendo mzuri. Baba, ninakusihi kwa jina la Yesu, rekebisha mahusiano hayo, rekebisha ndoa hiyo, narejesha upendo uliopotea, narejesha furaha iliyopotea. Kama kuna nguvu ya giza imekaa katikati ili kuwazuia watu hawa, na amuru iachie kwa jina la Yesu. Roho ya uharibifu iachie, nguvu za giza ziachie, na achilia baraka, na achilia neema, na achilia ushindi katikati ya ndoa hii. Mungu wa mbingu na nchi awabariki, awarejeshie amani. Mungu anayependa mapatano, Mungu anayependa umoja, basi awape neema, awape nguvu, awafanyikishe katika kila jambo. Najua kama kutakuwa kuna magomvi ya ndoa, uchumi haukai. Kama kutakuwa kuna mapishano, uchumi hauwezi kukaa. Mungu, naomba rejesha amani, rejesha upendo, ondoa visirani, ondoa uharibifu katikati ya familia hii, katikati ya ndoa hii, katikati ya mahusiano haya, na achilia uhai katika jina la Yesu. Mungu wa mbingu na nchi awabariki, awatendee mema. Kwa jina la Yesu nimekuombea. Amen. Ubarikiwe sana. YouTube channel andika Maombi ni Dawa, TikTok Maombi ni Dawa, YouTube Maombi ni Dawa. Mimi ni mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Subscribe, share, na unaweza kuungana nami katika njia ya WhatsApp kwa kunifuata kwa